Nuh baba yake akiitwa Lamik, na babu yake akiitwa Mutawashlakh, na babu yake akiitwa Idris, na Idris baba yake alikuwa akiitwa nani? Yard na Mahlayil na Qainin na baadaye Anush na baadaye Shith na baadaye Adam. Bado tuko pale pale, lakini between Adam na Nabii Idris, between Adam na Nabii Nuh kuna miaka 1000. Kuna miaka 1000 kwa sababu mtume aliwahi kuulizwa kam kana bainahuma, hadithi ya mtume, ilikuwa kuna kiasi gani kati ya Adam na Nuh alayhi salam, gepi yake ilikuwaje? Bwana mtume akisema 10 qurun, ilikuwa ni karne 10, na karne maana yake ni miaka 100. Kihisabu mpaka ukifika 100 maana yake karne moja hiyo. Kwa hiyo baina ya Adam na Sayyiduna Nuh ibn Lamik ilikuwa ni 10 qurun, ni miaka 1000. Hapo akaletwa Nabii Allahi Nuh ili aje awatoe hawa watu min ibadati al-asnami ila ibadati Allahi kama kanu, wapeleke katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Qur'ani tuiache inatusimulia kisa cha Nabii Nuh, kwa sababu hatuwezi kupata ahsan al-qasas kama kutoka katika Qur'anul Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Hizi aya zinabainisha vipi Nabii Nuh alipelekwa. Watu wengi ufikiria mtume anashushwa, ndio maana wanazai alishushwa mtume. Hakushushwa mtume, ashushi kutoka mbinguni kama vile watu wanavyofikiria. Mtume yatawalladu minhum, yutawalladu min bainihim rasulun min anfusihim, huwa anazaliwa yule mtume kutoka katika generation ile ile, kama tulivyoona watoto wale wale wa katika generation ile, anatoka mmoja anapewa utume kama alivyopewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum min anfusikum. Huyo mtume aliyeletwa anatokamana na nafsi zenu, anatokamana na nyinyi wenyewe. Nabii Nuh alayhi salam alitokamana na wao wenyewe, kwa sababu tunaona Lamik kamezaliwa na Mutawashlakh, na Mutawashlakh amezaliwa na Idris, na Idris amezaliwa na Yard Mahlayil mpaka kwa Nabii Allah Adam, ndo wale wale. Kwa hiyo huyu Nuh baada ya kupewa risala alikuwa ni rasul na alikuwa ni nabii. Unaona ndo kilma kimetumika, inna arsalna Nuha, tumemtuma awe rasul ila qaumi, tukamwambia hawa ni watu wako, nenda kawaonye, waambie nini? Ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Jamani, acheni kuabudu haya ni masanamu, muabuduni Allah mmoja peke yake, wattaquhu, na mumche yeye, wa ati'uni, munisikilize mimi ni mjumbe kwenu. Katika aya nyingine Allah anasema walaqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin, hakika tumemtuma Nuhu kwa watu wake akawaambia mimi ni muonyaji, mimi ni muhofishaji, na mimi ni mbashiriaji, na kupeni habari njema ikiwa mtaniamini, na nakuonyeni na mambo mabaya mwisho wake ikiwa mtani kufuru. Nadhirun na bashirun ni ndio silaha ambazo walikuwa wanazibeba mitume.
inni, hakika yangu mimi, kwenu nyinyi, nadhirun mubin. Kisha nawaambiaje? alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, na kuombeni msimwabudu asiyekuwa Allah. Neno la kwanza lilolitamka katika kazi ya da'wa, acheni ibada ya kuabudu masanamu, acheni ushirikina. Hakuna dhambi zito kubwa kama shirki, ndugu zangu, na ndio dhambi ambalo leo tumelifanya kama juice. Kitu kidogo tu lazima nende kwa mganga. Watu wanagombana katika milango ya waganga, na hasa akisikika mganga huyo kwamba mambo yake bwana sio mchezo, na wengine huwapa waganga mpaka sifa ya kun fayakun. Sasa unamjua babu fulani, mzee yule wa busara bwana, kun fayakun, mambo yake hapo kwa hapo. Kwa hiyo ukitaka cheo nenda kwake, ukitaka mtoto nenda kwake, ukitaka kazi nenda kwake, ukitaka mambo yako yawe mazuri nenda kwake. Unamsahau Mungu, amebakia na nini? Shirki ilivyokuwa inaonywa, mpaka mtume aliambiwa maneno makali na Allah, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Wewe pia Muhammad ukinishirikisha mimi, la in ashrakta la yahbatanna amali zako zote nitaziignore, zote nitazifanya hazina maana kwa shirki, na utakuwa miongoni mwa wale wapata hasara kubwa. Mtume anaambiwa maneno haya. Vipi mimi na wewe? Wale wetu sisi kama tutakuwa washirikina. Lakini Nabii Nuhu akawatamkia wazi wazi kwamba lengo lilokuwa nimeletwa mimi, ukhruju min ibadati al-asnam ila ibadati Allah, an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un, muabuduni Mwenyezi Mungu, mcheni peke yake na munitii, munisikilize. Lazima iwepo taa ya kuwasikiliza mitume. Mtapata nini baada ya kunisikiliza mimi? yaghfir lakum min dhunubikum, hayo madhambi yenu ya shirki pia yanaweza kusamehewa ikiwa mtatubu. Na hata Qur'an inasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini katika aya nyingine inasemaje? qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Hata ukiwa mshirikina, ukirudi kwa Mungu kabla ya kufa unasamehewa. Unatubu dhambi zako, unafungua ukurasa mpya, unasamehewa dhambi zako hata za shirki ulizozifanya. Kwa hiyo kama ulienda kwa babu wa busara ukarudi kwa Allah, Mungu anakufahamisha kwamba open chapter mpya kabisa tumekufungulia. Subhanallah, Nabii Nuh anawaambia yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Baada ya kwamba mmeniamini mimi na kumwabudu Mungu mmoja, mtasamehewa makosa yenu, na jambo lingine, Mwenyezi Mungu atakupeni umri mrefu, atakuchelewesheni kufa. Na hapa ulama ndipo walipostadili kwamba kumbe taa na uchamungu na silatur rahim ni mambo ambayo yanaweza kusababisha wewe ukaongezewa umri katika maisha yako. Tena kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sahihi na kwa aya hizi, man ahabba, yeyote atakayependa, an yusalau fi ajri, acheleweshwe, an yusalau fi ajali, acheleweshwe katika ajali yake, yani apewe umri mrefu, au yubarak lahu fi rizqi, au apewe baraka katika riziki yake, falyasir rahimahu, na unge koo yake, kizazi chake. Kama unataka umri mrefu, kuwa mcha Mungu, unga koo yako, fanya taa. Aya hizi zinatuonyesha, Nabii Nuh anawaambia yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma, atakuchelewesheni, hamtokufa mapema. Kama kuna mtu anapenda ku life zaidi, ajiingize katika taa ya Allah, apate umri madida, umri mrefu wa taa. Kwa Mtume anasema khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wenu ni yule aliyokuwa na umri mrefu na vitendo vyake vikawa vizuri katika umri huo. Wa sharrukum man tala umruhu wa saa amaluhu, na mbaya wenu ni yule atakayekuwa na umri mrefu lakini matendo yake yakawa machafu.
unalaaniwa kila siku, utakufa lini? Utaondoka lini katika hii dunia? Mungu asitufikishe katika daraja hiyo. Ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sasa ameianza kazi ya dawa, anakwenda sokoni, anawaita ya jamaa, ubudullah, ittaqu, ati'un, la as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allah la as'alukum alayhi mala. Hii kazi ninayofanya sitaki kitu kwenu, mimi nataka nyinyi tumuongoke, mwache shirki. Na hiyo ndo kazi ya mitume wote. Hawakuja hapa kazi zao za dawa alafu wapewe mshahara na watu, la, anasema ujira wangu uko kwa Allah. In ajriya illa ala Allah, yeye ndo ametakafal kila kitu. Mimi nataka nyoyo zenu zipate safa, muondoke katika shirki. Angalia walivyokuwa wacha Mungu, wasafi, shafiq, wana huruma na watu wao. Nabii Nuh anawaambia inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, mimi naogopa isije ikakupateni adhabu, kwa sababu mwisho wenu sio mzuri kwa hali hii ya kuabudu masanamu. Naogopa itakupateni adhabu yenye kuumiza. Famadha kana raddu qaumihi, wao walimjibu nini baada ya kuambiwa maneno haya? Faqala almalau alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wama nara alladhina ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'i. Anasema faqala almalau alladhina kafaru min qaumi, wakasema watu waliokufuru katika qaumi Nuh. Wakamwambiaje walipoambiwa mimi mtume muabudun Allah? Ma naraka illa basharan mithlana, sisi tunakuona wewe ni mtu kama sisi. Una kipi kikubwa wewe mpaka Mungu kakuchagua uwe mtume? Katika sisi kuna watu walikuwa ndo wanastahiki kupata utume, wangekuwa wao. Na mitume mara nyingi wanatokea sio watu katika familia zile kubwa zenye mali mashuhuri. Katika anachaguliwa mtu katika watu ambao hana milima ya dhahabu wala fedha. Sasa mtume awe maskini takuwaje? Kwa hiyo anawaambia ma naraka illa basharan mithlana wama nara alladhina ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'i, na wala hatuwaone wale ambao wamekufuata na kukuamini kwamba wewe ni mtume, kwamba katika waheshimiwa wa watu tunaona ni katika watu wanyonge mno waliokufuata wewe. Ma nara alladhina ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna, tena watu ambao wanadharaulika sana katika jamii yetu. Badi ya rai, tena hata wakizungumza katika jamii hawasikiki. Ina maana ilianza kutoa matunda kidogo da'wa ya Nabii Nuh. Ikawa mtu mmoja mmoja sasa wanaona kweli, lakini hawa hawezi kuwa miungu. Haya anayotuambia Nabii Nuh yanaingia kilini. Kwani aliwaambia nini mpaka baadhi yao wakaanza kubadilika? Angalia asalibu da'wa alizozitumia Nabii Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, anasema ya Rabbi, mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana. Kana la yarqud la yanam la yaftur, halali usiku mchana, halali. Nabii Nuh anakwenda katika sehemu zote walipo watu. Angalia namna gani alivyokuwa na hamu kubwa hawa watu wapate kuongoka. Usiku anawaendea, mchana anawaendea. Tena anamjibu Allah, anamwambia falam yazidhum duai illa firara, lakini ya Rabbi haikuzidisha kitu hilo. Ilikuwa mpaka wamenizoea sasa, wakiniona huyo nakuja wanaanza kutimka mbio, wanakimbia asije akapata mtu hapa. Firaran
wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Anapeleka ripoti kwa Allah Nabii Nuh. Na kila nilikuwa nikiwalingania ya Rabbi, sasa nikisimama wanafunga masikio yao, wanatia vidole masikioni. Umezoea kila siku nakuja kutupigia kelele hapa, sasa hatutaki kusikia tena. Kama hatokimbia bahati yako, atatia vidole vyake katika masikio hata la yasmaak, ili asipate kukusikia. Ni kiasi gani binadamu amekuwa mkorofi, kiasi gani amekuwa mbaya. Maana mkono unakupelekea chakula, wewe unaukata. Mtu anakuletea hidayah, wewe unamtukana. Nabii Nuh alikuwa akitukanwa, anaingia katika maskani zao, vijiwe vyao, walikuwa akikaa, wanamkamata. Wani wewe usikii kama si hatutaki kusikiliza? Wanamfurusha, wanamtupa katika vijiwe vyao. Nabii Nuh akomi, kesho anarudi tena. Allahu akbar. Mitume walikuwa hivyo na subra yao ya ajabu. Kama leo mashekhe wa leo wanapata angalau robo tu ya wale walikuwa kiyapata mitume, sijui ingekuwaje. Mimi sijawahi kuona shekhe hata mmoja akakamatwa koo hapa Unguja na watu, au anapigwa mawe, au anafanyiwa vitu ambavyo tunavieleza hapa. Mitume walikuwa wanafanyiwa hivyo. Alafu sasa kitu kingine kikubwa alichokuwa Nabii Nuh amesibiwa nacho, msiba mkubwa, mtihani mkubwa. Maana mtu huwa anapata mitihani huko nje, lakini baadaye akirudi nyumbani anapata mke mzuri, anamwambia pole mume wangu, anamkanda kidogo mabega, umechoka sana, usiwe na wasiwasi, hawa watu hawa wana mwisho na Mungu. Anampa ile, kama alivyokuwa bibi Khadija kwa nani? Kwa bwana Mtume Muhammad. Lakini Nabii Nuh bahati mbaya, watu wake walikuwa ni makafiri, hawamwamini. Akirudi nyumbani na mkewe pia ilikuwa ni moto mkubwa pia. Hata mke wa Nabii Nuh alikuwa muovu. Kwa hiyo moto uko nje na nyumbani. Watu wengine husema yule ni mke wa Sheikh, mbona anakuwa vile? Angalia huyu mke wa Mtume. Angalia Mwenyezi Mungu anasema katika sura At-Tahrim, وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ومزungumzwa wanawake wawili, mke wa Nabii Lut na mke wa Nabii Nuh. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Ina maana walikuwa chini ya waja wetu wazuri. Mitume, kuna zaidi ya mtume, walikuwa chini yao, lakini waliwafanyia khiana. Hawa wanawake wawili waliwafanyia waume zao khiana. Khiana gani walioifanya? Khiana walioifanya ni khiana ya dini. Hawakufuata dini ya waume zao. Kama mke wa Mtume, ulikuwa wendo uwe mstari wa mbele, umsaidie mumeo katika da'wa. Bibi Khadija anamwambia Mtume, hadhihi amwali baina yadaik isna ma shit. Mali zangu hizi. Bi Khadija alikuwa ni mwanamke mwenye mali, anampa Mtume zote hela, anaambia fanya unavyotaka, ni za kwako hizo, apate kunusuru dini na mali ile. Akirudi anamwambia la yukhzika Allahu abadan innaka tasilur rahim tasduqul hadith tuqrid dhaif. Muhammad, huwezi kabisa Mungu kukupa adhabu. Mungu hatakuadhib. Wewe unasema ukweli, wewe unawapenda watu, wewe unapenda wageni, wewe unasilatur rahim. Kwa nini wewe uko katika haki? Maneno mazuri kama alikuwa akiyapata Sayyiduna Rasulullah, basi anapata angalau istijmam, anarudisha zile machovu aliyoyapata, anarudi tena katika hali ya kawaida. Lakini kwa Nabii Nuh hali haikuwa hivyo. Akienda kule anapigwa mawe, anatukanwa, anasukumwa, anaambiwa mwenda wazimu. Akirudi nyumbani bado kuna udhia wa mke wake. Kwa hiyo hapati salama akiwa nyumbani wala akiwa nje ya nyumba yake. Subhanallah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhula an-nara ma'a ad-dakhili. Ina maana wanawake hawa watakwenda motoni.
Mwenyezi Mungu anasema waliambiwa nendeni motoni pamoja na kwenda motoni kwa sababu mmewafanyia khiana waume zenu, hamkufuata dini yao. Bali khiana nyingine walikuwa wanaifanya sio khiana ya mambo machafu. Hata wake za mitume walikuwa hawafanyi machafu, walikuwa maasumati, walikuwa wamekingwa na machafu, lakini khiana ya dini. Na ilikuwa mke wa Nuh alikuwa akimfanyia khiana nyingine Nabii Nuh, akitoka akipeleka habari nje za Nabii Nuh. Akamwambia, jamani, mnajua yule jamaa yule mwenda wazimu, namsikia mara nyingine anasema maneno peke yake ambayo hayajulikani maneno gani. Hii khiana nyingine anapeleka kule kwa watu wake habari nyingine kwamba mnajua leo nimemsikia mtu mmoja kaja kamuamini kwamba eti ni mtume. Kwa hiyo kukiaminiwa, akitoka mtu akiamini dini ya Nabii Nuh, yule mwanamke anapeleka habari kule ili udhia upate kuzidi. Onekana bwana anafuatwa, anapata umma. Huyu mtu anaanza sasa kutuchuma mmoja mmoja. Kwa hiyo leakage ilikuwa inafika kule. Siri za nyumbani za nyumba ya nubuwa zilikuwa zinatoka katika nyumba ile, zikipitia kwa nani? Kwa mke wa Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wasallam. Ndio maana ya khiana ya mke wake Nabii Allah Nuh. Kwa ndugu zangu, makafiri ambao walimpinga Nabii Nuh pamoja na mke wake alokuwa ni mstari wa mbele katika kusaidia kufri ile, ilikuwa ni mtihani mzito sana kwa Nabii Allah Nuh, mpaka kiasi alichofanya da'wa na asalib zote akazitumia, lakini hakukata tamaa. Haikumkatisha tamaa hii. Akamwambia Mola wake, Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Hizi ni asalib da'wa. Alikuwa anaona hii njia hii haikufaa, anakuwa creative wa kutafuta njia nyingine. Alikuwa akienda dhahir shahir, kila mmoja anaona, akaona hawaamini, akawa anakwenda kwa siri, anakwenda kwa mmoja mmoja. Bwana, nimekuja mimi, ni mtume, niamini, usiabudu masanamu, haya hayadhuru wala hayanufaishi. Akiona nje haijafaa, sasa anakwenda kwa mmoja mmoja, kwa furada, jamaa zote asalib da'wa alikuwa anazifanya Nabii. Lakini bado wakaanza watu kuanza kupeana wasia. Maana Nabii Nuh aliishi umri mrefu wa miaka 1050. Walikuwa akipewa umri kama tulivyozungumza. Sasa watu walikuwa wanahusiana, mtu anambeba mtoto wake anaenda naye mbele ya Nabii Nuh, anamwambia, mwanangu, in ishta ba'da mauti, kama mimi nitakufa wewe ukapewa umri ukaishi, fali wasiya, nao wasia wangu nataka nikukupe. Wasia gani baba? Anamwambia, atara hadha sheikh, huyu mzee unamuona hapa? Anamwambia, naam. wasiyati ilayka la tu'min bihadha ar-rajul innahu majnun, wasia wangu mimi nakwambia usimwamini huyu ana wazimu. Wa inna hilaka an-nas ala yadi, na watu hawatoangamia isipokuwa katika mikono yake huyu bwana. Hadhihi hiya alwasaya alkhawiya, huu ndo wasia mwovu alikuwa kihusiana. Angalia, mtu anamchukua mwanawe Ani, anamchukua anaenda naye mbele yanu, anamwambia, unamuona huyu? Na mtizame vizuri, maana sura yake ni kila kitu, usipate tabu baadaye. In ishta ba'di, kama utapata maisha baada yangu mimi, wasiyati la tu'min bihadha ar-rajul innahu majnun, wasia wangu usije ukamwamini. Yadai, huyu anadai eti mtume, eti Mungu mmoja, sijui masanamu, sijui, la tu'min bi innahu majnun. Ndo Qur'an sema wakadhabu abdana wa qalu majnun wazdujir,
walimkanusha mja wetu Nuhu, wakasema ni mwenda wazimu, amekerwa sana, ameudhiwa sana. Kwa hiyo nakupa wasia mwanangu, usimwamini. Mtoto anaondoka pale akiwa ameshiba wasia wa baba yake, naye mtoto anakuja na mtoto wake anamwambia, atara hadha ar-rajul, unamuona huyu mwana? Anamwambia naam, hadha huwa Nuh, laqad kana fi ajdadina wa abaina, huyu ndo Nuhu, huyu alikuwepo zama hizo za babu zetu na baba zetu, na leo sisi tupo sasa, na sisi tunakuambieni hadha ar-rajulu majnun, huyu mtu ni mwenda wazimu, anadai utume, na kuhusia mwanangu usije ukamwamini. Ikawa wasia, watu wanarithiana. Kwa hiyo kila kizazi kinapata taalimu ni nani Nabii Nuh. Yatawarathuna alwasaya kabiran an kabir, kila anayekuja anaacha wasia, kila anayekuja anaacha wasia. Vizazi vyote vinapewa habari ya Nabii Nuh, tena habari za uongo kabisa, wakingangania watu ibada ya masanamu. Ikhwatal akarim, Nabii Nuh pamoja na hayo hakukata tamaa. Akamwambia waja wa Mungu, najua mmemkosea Mungu muda mrefu, miaka, lakini Mungu yuko pamoja nanyi na yuko tayari kuwasamehe makosa yenu. Njoni tufanye istighfar, tumuombe Mungu msamaha, hata wasamehe makosa yenu. Bado anawapa tamaa. Ndo aya zinasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. Hizi zote Nabii Nuh anawapa bado sheria, hajachoka. Miaka inakwenda inapungua, anakufa, anarithi huyu, anakufa, bado Nuh yupo na bado hakati tamaa. La yayas, innahu la yayas min rauhillahi illa alqaumul kafirun, katika suratu Yusuf. Hakati tamaa mtu muumini, hakati tamaa. Ndio maana tunaambiwa tusiwakatie watu tamaa, useme yule basi bwana yule, hata umsomee msahafu mzima hakusikia. Hapana, usimkatie tamaa. Nimesoma kitabu kimoja cha da'wa, katika asalib za da'wa, anasema alikuwepo bwana mmoja katika kundi na kwenda kuwafanyia da'wa baadhi ya watu. Akaambiwa katika hoteli fulani kumekuwa na vijana wawili wapo pale, wanaonekana kama sio watu wa kheri, wanakunywa ulevi, wanafanya mambo mengi machafu. Kwa hiyo tunakuombeni nyinyi kama watu wa dawa, muende mkawape angalau maneno mawili matatu, waache tabia zile. Wale mabwana wakaenda katika ile hoteli, wasema tunataka kwenda kuwaona watu fulani. Wakaruhusiwa kufika, wakaambiwa wanakaa katika rumu fulani. Kipanda lifti mpaka kufika kwenye room ile, ukifungua mlango, kigonga mlango, akatoka mmoja akawatizama, unaona watu na vilemba vyao na nini. Sio kawaida watu hawa na sisi mbali. Unasemaje? Sisi ni watu wa jaula na tabligh na da'wa, tumekuja kidogo na mawili matatu tusikilize. Yeye asema hamna, ama hapa mambo hayo sisi hatuna. Kafunga mlango kwa nguvu. Jaula huko mitaani kwenu. Na ni Muislamu, ni mtu, na watu kama hao wapo katika jamii. Watakwambia bwana, sasa hivi Uislamu tuweke pembeni kidogo, mambo ya dini nini, mambo mengine haya sasa hivi hamna. Yule bwana akaenda zake chini, walikuwa wawili, wakashuka zao chini, wakashauriana tufanye nini, ndio tumefungiwa mlango. Anasema la, twende tena mara ya pili, usikate tamaa. Wakarudi tena, kagonga tena mlango, yule bwana akafungua, naona ni wale ndio wamerudi. Vipi? Si nimewaambia hapa hatutaki mambo hayo bwana. Nendeni misikitini huko nini, watu wengi wamepotea, sisi hapa tumeshatosheka, hatutaki da'wa zenu huko. Hamjanisikia? Kafunga tena mlango. Wale bwana wakashuka chini tena mara ya pili. Kashauriana tufanye nini? Akamwambia nenda wewe, pengine Mungu atakuandikia
hidayah yao iwe katika mikono yao. Hajakata tamaa. Akaona tumekwenda wawili hatukuwafikiwa, nenda wewe mmoja, pengine utapata taufiki. Na akapanda mmoja, akagonga mlango. Bwana wamefungua tena. Wale hawaamini kama watarudi tena. Wamerudi. Kufungua mlango anamuona mmoja. Vipi wewe una akili lakini usikii? Tumesema hatutaki haya mambo. Umekuja. Sasa nini alichomfanyia? Alimtemea mate usoni. Chukua hiyo ndo zawadi ya maana mkiambiwa kwa maneno hamusikii. Yule bwana akarudi zake chini na huzuni kubwa, akamwambia bwana nimetemewa mate. Takutemea mate na sasa tufanye vipi? Na wakashauri kama nenda wewe, pengine Mungu wewe atakufanya. na ukiwa katika dawa mambo haya lazima ujifunze. Hekima ndani yake tumike na uvumilivu ndani yake. Watu wanakufanyia lakini wewe bado umo tu, uachi. Na kwa sababu gani? Inahitajia subra. Usbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Subiri, kuna subra. Huwezi kupata kitu hivi bila ya kusubiri, lazima uwe na subra. Basi akapanda mwingine wa pili. Yule mwingine akatumia hikma. Akamwambia unajua, akagonga mlango. Yule bwana akajua nilichomtendea kitendo yule mmoja, hawa hawarudi tena. Amevuta koo akamtemea usoni, harudi tena. Akasikia mlango unagongwa, akafungua, akajua sio, hawezi tena kuja. Akifungua namuona wa pili. Wewe bwana, wewe si mwenzako amekuja hapa? Akamwambia mimi sikuja tena mambo ya dini sitaki. Wala sikuja kukupa da'wa. Mimi nimekuja unipe zawadi kama ulompa ndugu yangu yule alokuja. Na mimi angalau manake yeye amepata sharaf siku ya kiyama, taringa mbele ya Allah kwamba ya Rabb, nimetemewa mate mimi kwa ajili ya tablighi ya dini yako. Watu walinifanyia hivi, atasema mambo makubwa, huyu amenipita. Mimi sitaki tena kukuambia qala Allah wala qala Rasul. Hayo tu yaache pembeni. Nitemee mate kama ulivyofanya bwana. Wewe bwana kuona hawa watu sio wa kawaida. Hebu njoni, mnataka kusema nini? Hebu ingieni. Kamuite huyo mwenzako. Yule akamwita, bwana twende. Sasa hivi njia inaonekana ni nyeupe. Wakaingia chumbani pale, yule bwana akachemsha kawa yake akampa, kawapa kunywa. Ambao wanasema khatama Allah ala qulubi mu'alazami, wapo mashehe wanaozungumza. Mimi nazungumza hapa asiondoke mtu. Haya mambo muhimu sana. Atakayetoka huyo ndo shetani. Hamjawahi kusikia baadhi ya watu hapa wanasimama wanataka watu wasitoke msikitini, asikilize kuanzia mwanzo mpaka wache watu watoke waende zao. Watu wana shida, kuna wengine wagonjwa, kuna wengine wana dharura. Wale watakaobakia waambie wewe. Na sio kila mtu anayetoka kama wewe unazungumza huyo ni shetani au hapendi dini. Unajua kuna dharura gani anayoifuata kule. Kwa ndio maana katika hekima, katika dawa wanasema ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasan. Lingania katika dini ya Mola wako kwa hekima na maneno mazuri. Sasa wengi katika mashehe hekima hatuna wala hatuna maneno mazuri. Ni faudha. Ukikuta wewe darasa za baadhi ya watu utafikiria kuna vita. Nini? Shekhi amekunja uso wake, ameweka matuta katika sura yake. Nini anazungumza Waislamu wenzake tu? Utafikiria yeye ndo Nuhu, na wala Nuhu hakuwa hivyo. Alikuwa anawabembeleza watu. Ya qaum, mna nini? Mbona mnakuwa hivyo? Badilikeni. Sasa watu wana subira katika hili jambo. Na kuna watu wengine huwa wanatafuta umaarufu, sio kwa ajili ya kuendeleza dini. Unajua ukiwa mtu controversial mara nyingi unakuwa maarufu. Yani we kazi yako kupinga, kubomoa, kuvunja, bulldoze, hapo utatambulikana haraka. Sasa kuna watu wengine hutaka kujulikana katika hii dunia, na chanzo cha kujulikana awe mpingaji wa kila jambo. Unamjua bwana, umesikia habari fulani kasema leo katoa hii, katoa mpya, leo kafanya hivi. Basi mara moja watu wanapata kukujua kwa umaarufu wako, kwa sababu we controversial. Mtu ambaye hueleweki, kupinga, kubomoa wenzako, kuwatukana watu, mpaka umtaje mtu kwa jina, useme fulani, haya yote yanasaidia nini? Tumia hekima zako katika da'wa. Angalia mitume walivyokuwa wanatufundisha. Kuna nchi hapa inaitwa Mongolia. Nilipokuwa nikisoma historia
mwalimu wangu marhum alitupa history kuhusu Mongolia. Anasema hii nchi walikuwepo watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile kuabudu masanamu, mabudhi yao ndio dini kubwa kule, kwa sababu ni nchi zinapakana huko China na wapi, wanaabudia masanamu tu. Sasa mfalme wao zamani huko alikuwa ni mtu ambaye Waislamu kwake yeye ndo nuksi yake, yani akitembea katika barabara akimuona Muislamu, siku hiyo ndo siku yake yote imeharibika. Sasa siku moja akatoka mwanachuoni fulani akawa anatembea barabarani, njiani akakutana na huyu mfalme wa Mongolia. Yuko juu ya farasi wake, alafu chini kuna mbwa wake. Huyu shekhe alikuwa anatuhadithia namna ya Uislamu ulivyoingia Mongolia. Mfalme alipokuwa juu ya farasi wake na mbwa wake yuko chini anakwenda kusaka. Afwan, tashihi kidogo, huyu hakuwa mfalme, alikuwa mwana wa mfalme wa Mongolia. Alipokuwa njiani amekutana na huyu alimu wa Kiislamu, wakakutana njiani. Alipomuona tu huyo, maana Waislamu wanajulikana shape yao, shakli yao, hali yao, kiona huyu Muislamu, vipaji vyao vya uso. Kwa hiyo huna haja kuambiwa mtu fulani Muislamu, na hili ni jambo ambalo ni fahari kubwa. Na ndugu zangu Waislamu, usione aibu kupractice Uislamu wako mahala popote. Kuna watu wengine ikifika wakati wa sala anaona haya kuonekana pale bandarini eti kaeka msala wake anasali. Sali mahala popote pale. Inma ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran. Ayuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli falahu masjidu wa lahu tahur. Hadithi ya Mtume inasema mimi nimejaliwa ulimwengu, ardhi yote ni msikiti na ni tahara. Mtu yoyote mahala popote akipata fardhi ya sala asali. Kwa hiyo ukienda sehemu yoyote katika nchi yoyote mahala popote kuna uhuru wa kuabudu wanavyosema. Uko wapi nenda, hata katika mall umekwenda shopping na wanao wapi, wakati wa sala umefika, tafuta sehemu kibla wapi unajua, elekea sali. Na unaona haya kuonekana unasali, unainama, unasujudu, wewe ni Muislamu gani? Sali mahala popote. Naam, basi Muislamu huyu alipoonekana na yule mwana wa mfalme wa Mongolia, akageuza njia mwana wa mfalme, akakunja na uso, akasema leo nuksi kubwa, hadha muslimun amami, tazama Muislamu huyu nishamuona, mambo yangu yote yameharibika. Yule shekhe akamwita, Sayyid, bwana mheshimiwa, kitu gani? Akamwambia naam, anta hadha kalbi ahsanu minka. Yule mwana wa mfalme, wewe huyu mbwa wangu huyu, wewe Muislamu unamwona huyu mbwa wangu ni bora kuliko wewe. Yule shekhe akakasirika, akamwambia naam, sahih, in mutu ala al-kufri fa kalbuka ahsanu minni wa in mutu ala al-imani fa ana khairun min kalbika wa khairun mink. Kweli kabisa, kweli. Mimi nitakapokufa ushirikina, ukafiri, ilhadi, kama nitakufa katika sifa hizo, huyo mbwa atakuwa bora kuliko mimi. Lakini nikifa katika iman, nikifa katika takwa, nikifa ninamjua Mungu, mimi nitakuwa bora kuliko mbwa, kuliko wewe mwenye mbwa, kuliko kitu chochote, kwa sababu wewe unaabudu masanamu. Yule akashtuka kidogo, nimemwambia hivi wala hajababaika. Kanambia kweli, mimi ni bora mbwa wako kama nitakufa katika ushirikina na kufri. Akamwambia hebu nieleze ni imani gani unayozungumzia? Akatizama akaona, lakini wakati wangu haunitoshi kukusikiliza, lakini mimi nitapenda nisikie ni imani gani huyo ambayo ukifa nayo utakuwa bora kuliko mie, kuliko baba yangu, kuliko kitu kicha. Naomba uje unihadithie, lakini uje nyumbani kwetu. Sasa hivi mzazi wangu ndio mfalme, atishakufa baba yangu, mimi ndo nitakuwa mfalme, maana mimi ndo waliyul ahd. Kwa hiyo akifa yeye nitatawazwa mimi. Siku nitakaotawazwa mimi, njoo na kualika uje unipe hiyo imani yako ni kitu gani. Sasa shekhe akarudi nyumbani, akawa na furaha kubwa kwa siku ile, kwamba leo nimekutana na mwana wa mfalme wa Mongolia, ameniambia mbwa wake ni bora kuliko mie kwa sababu mie Muislamu,
Lakini nilipomwambia imani itanitofautisha kati ya uzuri na ubaya, alitaka nimueleze imani. Kwa hiyo nina hamu kubwa sasa ya kusikia habari za kifo cha mfalme wa Mongolia ili nikampe habari mwanawe. Sasa yule shekhe akawa anasubiri tu asikie mfalme wa Mongolia kafa, katawazwa mwanawe aende, kwa sababu ruhusa kishapata. Kakaa umri mrefu mfalme wa Mongolia hafi, mpaka siku alipopata habari kwamba mfalme anaumwa, akapata faraja kwamba pengine atakufa, nikapate sababu ya kueleza imani na dawa, bila hivyo sipati njia ya kwenda kule. Mfalme hakufa. Yule bwana akaona yeye atakufa yeye, akamuita mwanawe akamwambia, mwanangu, unajua siku fulani nilimwona mwana wa mfalme, tulizungumza mimi na yeye, akataka nikamueleze ni nini imani. Hii ndio da'wa. Kwa hiyo mimi naona inna umri au shaka an yanqadhi, mimi nitakufa mie kabla ya huyo mfalme wa Mongolia. Sasa nikifa na kuomba, chukua wasia wangu, ukisikia mfalme wa Mongolia amekufa, nenda kamuhubirie mwanawe ma huwa al-iman. Bas baba huyu akafa, akabakia mtoto wake. Angalia watu wanavyorithishana hivi vitu. Akabeba risala alopewa na mwana na baba yake, anaye akasubiri kufa kwa mfalme wa Mongolia, mpaka akasikia kwamba mfalme wa Mongolia amefariki. Akafunga safari, akaingia Mongolia. Alipofika akazuiwa. Waislamu hawatakiwi kule, na ni nuksi kubwa. Wewe Muislamu unataka nini? Kaambia mimi nina ahadi na mfalme huyu na salamu zake. Akaambia mfalme wala hana uhusiano wote na Waislamu. Akachukuliwa, akarudishwa. Akatafuta hila nyingine, kafika katika mpaka palesi yake mlangoni, akakamatwa, akarudishwa. Leo siku miongoni mwa siku akauliza, kwani mfalme chumba chake cha kulala ni kipi? Akapata leakage kutoka kwa habari za watu kwamba mfalme analala pale. Basi ule usiku watu wamelala, yeye akaenda karibu na kile chumba. Allahu akbar, Allahu akbar, katoa adhan mahali ambapo watu hawajui adhana wala hawamjui Mungu. Mfalme akashtuka, nani wewe unatuwekea kelele? Maana wao wanaita kelele, lakini kwa hakika hiki kilma cha la ilaha illa Allah ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Mfalme akaamka, man hapa, ituni bihi hayyan, nani huyu? Mkamateni, wala msimuue, mleteni akiwa ananiharibia starehe zangu. Askari wametaharaka, wamekwenda wamemkamata, na kukamatwa ndiko walikuwa nataka. Amepelekwa kwa mfalme, na mfalme mwenyewe hajui ni kitu gani kinaendelea. Yeye huyu kesha sahau habari hizi. Lakini hapa watu wa imani hawajasahau lengo, nataka wafike tu watie mguu wamueleze mfalme wa Mongolia ma huwa al-iman. Sisi tunaweza kuhusiwa hili jambo, tukahusia watoto wetu wakabaki nalo uzito wa iman. Iman, mwenye kuwa na iman katika moyo wake, huyo ni mtu mkubwa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ukiona moyo umetulia kwa sababu na iman. Alikamatwa, akapelekwa huko. Mfalme anakoga, anajitayarisha, anasema mwekeni, nisubirini nakuja. Wewe una nini? Mbona unatupigia kelele zogo hapa? Akaambia, mimi na salamu zako. Salamu zangu? Na unamkumbuka mzee fulani ulionana naye siku fulani, ulikuwa unakwenda kusaka na kwenda mawindoni, ukamwambia mbwa wako ni bora kuliko mzee? Unakumbuka? Fatadhakkara almawqif. Ndio unakumbuka. Mliahidiana vipi? Naam, niliahidiana naye kwamba baada ya kufa baba yangu aje anihadithie ma huwa al-iman. Basi baba yangu alifariki na aliniachia mimi wasia, na mimi leo ndo nimekuja kukuelezea ma huwa al-iman. Nikamwambia, mchukueni, mpeni nguo nyingine abadilishe, mwekeni kwenye sebule yangu ya wafalme kule, mimi nakuja. Watu wakashangaa, mbona huyu bwana kumbe alikuwa anamjua kweli? Kaja anasema na salamu zake, hao watu kumbe wanasema kweli. Hizi tabia zetu sisi Waislamu, sio wakorofi, sio waongo. Na hivi ndivyo ilivyofika mahali mfalme wa Mongolia akaja akakaa kitako, akasikiliza ma huwa al-iman, fasharaha Allahu sadrahu lilislam. Pale pale Mungu akabadilisha kifua chake, Uislamu ukaingia. Ndo wakapatikana Waislamu huko China. Utasikia kuna Uislamu lifikaje huko.
Na siku moja nilipata utamu kumsikiliza mchina anasoma Qur'an nilipokuwa haji. Tulipokuwa tunakwenda Madina. Tumefika mahali tukaona zumra, kundi la mahujaji kutoka China. Halafu tukasikia namna wanavyosoma Qur'an. Subhana malikin nas. Labda siku moja utamsikia mchina anaposoma Qur'an, utajua kwamba Qur'ani kweli inafanya kazi kubwa, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu uko kila mahali. Na Uislamu ulipokuwa umewekwa mbali na uongozi, leo ndo dunia imeharibika. Ikhwatal iman, hiki ilikuwa ni kisa maarufu ambao walitoa mmoja katika walimu wetu wa historia, namna ya Uislamu ulivyoingia, lakini nimekitoa kwa sababu ya mahala shahid kwamba mtu asichoke kufanya da'wa kama alivyofanya Nabii Nuh. Atafute kila njia, kila pembe, kila sehemu. Umeshindwa huku, fanya hivi. Umeshindwa hali hii, badilisha hali hii, ili mwisho wake utaona Mungu analeta hidayah. Ndio akawaambia watu wake, Rabbi, kamwambia Mola wake, Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Mwanzo alikuwa akienda mtu anachukua shuka lake ile anajifunga funga, anajizonga zonga mwili mzima, hata la yara, kisha anachukua vidole vyake natia masikioni, hata la yasma, la ru'yata wala sama, hakuna kuona wala kusikia. Hawasi hizi si ndio muhimu? Yule anayesema usimuone wala usisikie kauli yake, na bado Nabii Nuh hajachoka. Ilikuwa nini jawabu baada ya hapo? Insha Allah taala njoni katika wiki itakayokuja siku ya Ijumaa.